Mpenzi mtazamaji wa Fichuzi TV, leo tuko katika kijiji cha Maligulu, Gevera, kaunti ya Vihiga, kwenye mwamba ambao unaaminika na wenyeji kuwa makao ya Yesu Kristo. Violet Kabonge na Makavani ambao ni wenyeji wa kijiji hiki cha Maligulu wanatusimulia historia ya mwamba huu. Naitwa Violet Kabonge Seladema. Mimi ni mkaaji wa hapa. Violet anatueleza jinsi mama mkwe alivyomweleza kuhusu mwamba huu. Si mzaliwa wa hapa but nimeoleka hapa nikapata mama mkwe. Yeye ndiye alituelezea vile hii jiwe lilitambulika. Hata wazazi walisema walipata. Sasa hii jiwe si uanga tunasema watu wakikuja. Mimi nikizaliwa nimezaliwa tu nikiwa hapa tangu utotoni mpaka sasa hivi. Mimi mawe kikiwa tu. Na sijaiona ama sijajua nini ama mtu akatabia akatuambia hivi ndio kinaendelea. Kwenye maelezo yake, Violet anasema kuwa kulikuwa na mtu kwa jina Peter kutoka Kakamega ambaye alishtua watu kwa sauti kubwa ya maombi kutoka kwenye mwamba huu. Sasa vile tulijaribu kumuulizia habari ya hii mawe, alituelezea ya kwamba kuna mtu alikuja kutoka Kakamega. Huyo mtu alikuwa anaitwa Peter. Na walikuwa tu watu wako busy kwa maboma zao, ndio wakasikia sauti ya huyo mtu. Na alikuwa anaomba kwa sauti kubwa sana. Watu wa area wote wakashtuka, wakakuja polepole kuona ni nini inafanyika na ni nani na ametokea wapi. Wakapata huyo mzee anaomba kwa sauti kubwa sana. Sasa vile walisikiliza yale alikuwa anaomba, wakaona ni maneno ya ukweli. Sauti hiyo ndiyo ilikuwa chimbuko la watu kujua mwamba huu. Kisha sehemu ile ikafanyika sehemu ya maombi kwa wengi. Hata wenyewe walikuwa hawajui hii mawe, lakini hii mawe ilitambulika siku hiyo. Watu wakanyenyekea wengi, wakakuja wakajiunga na hiyo maombi. Wakaanza kuomba, kila mtu sasa anaongea zake kulingana na imani yake. Umati wa watu ulizidisha kelele kwenye kijiji hiki. Kelele hizi zililazimu vyombo vya madola kuingilia kati na kuwashika waliokuwa wakiomba kwenye mwamba huu, wakatiwa kwenye jela, lakini baada ya kujieleza waliweza kuachiliwa. Ikawa ni kelele kubwa, ikashtua watu. Ikabidi chifu aingilie ndani akuja aone ni nini na huyo mtu alikuwa nani. Sasa waliweza kushikwa wakapelekwa Vihiga kwa polisi. Ile walifika huko wakauliza ni nini mbaya, kelele ya nini. Wakasema sisi tulikuwa tunaomba na tumeenda kwa mawe kwa sababu ya huyu mgeni alitoka mbali na vile aliomba. Tumepata kuna mawe ya ajabu katika Gevera. Mwamba huu ambao uko na alama za kiajabu uliweza kushangaza wengi. Tumepata kuna mawe ya ajabu katika Gevera ambao kuna vitu tofauti tofauti. Alama hizi ambazo zinaaminika kuwa miguu za Yesu ziliweza kuvutia wazungu ambao walikuja kuzitazama na kuchukua maandishi na alama hizi ili kuenda kubaini ni kipi kwenye mwamba huu, lakini hawakuweza kubaini. Ukitaka mguu ya Yesu iko hapo. Maandishi yenye Yesu aliandika kwa Kiebrania iko. Silabi na nambari zipo kwenye mwamba huu. Ukitaka manamba ziko, kijana ataonyesha. Nambari tulizoweza kuzinasa ni 4, 17, 14 na 5. Silabi zikiwa da, ja na sa. Inaaminika kuwa alama hii ni goti la Yesu, ambapo alipiga goti kwenye mwamba huu na kuandika maandishi ya Kiebrania. Hii ni goti mahali ambapo alipiga magoti. Alipiga akiandika ni hapa. Ni hapa ama pale? Hapa hivi. Akaja akapiga goti hapa tena. Akaandika. Hili ni goti. Alipiga goti hapa. Akaandika. Na akaandika. Sielewi alikuwa mrefu aje
ama alitumia nini, kwa sababu Huwezi jua. ni siri ya Mungu. Inasemekana kuwa kuna njia ambayo wanaamini Yesu alikuwa akiitumia, na mwisho wa njia hii kuna funguo na kufuli ambazo zimefunikwa kwa mchanga. Kuna mawe mengine hapo penye gari imesimama hapo hivi. Hapo kulikuwa na kifudi. Barabara imepita juu yake. Maji haya wenyeji waamini kuwa ni maji ya uhai. Yapo hapa kisa na maana. Maji haya hayakauki wala kuisha wakati wa kiangazi kikali. Maji ya uhai, tunaitanga maji ya uhai iko ambayo haiishi. Tangu mimi niipate iko tu vile iko hivyo. Ingawa mvua ikinyesha huwa inaongezeka kidogo. Jua zimekuwa juzi, maji ilikuwa kwa hii. Alama za wanyama ambazo ni kwatu za mbuzi na kondoo zipo kwenye mwamba huu. Na hapo hizi alama kuna zingine za mbuzi, wazungu wanakujanga wanagonga sijui wanaangalia lakini hakuna nini wa China wamekuja, Ibrana nini, yani kila kasi wamekuja kwa hii mara. Lakini hatujui maandishi inamaanisha nini. Tuliweza kuelekea kwenye mwamba mwingine ambao una muundo wa jeneza, ambalo wenyeji hawajui jinsi lilivyopatikana hapa. Inasemekana kuwa kuna jamaa aliyejaribu kupasua mwamba huu ili kujua kilicho ndani. Juhudi zake na kiu ya kutaka kujua kilicho hapa kilimsababishia tumbo kufura, kisha akaaga dunia akiugua. Alifura tumbo bila aligonga tu hivyo ikatoka, hii tuki ikatoka. Hapa hivi. Alifura tumbo mpaka kifua yake. Pia hapa kuna ngao ambayo ilitumika kama kinga wakati wa vita. Alama hii inaaminika kuwa upanga ambao ulitumika na Peter, ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, kukatia sikio la hasidi wao. Ilikuwa inashikwa na hapa. Alama ya muundo wa samaki na mkate, ambapo wenyeji wanaamini kuwa Yesu alikula na wale watu 5,000 zipo hapa. Baada ya kujua haya, Nabii Asheri naye alijiunga kwenye foleni kuwa miongoni mwa wale waliotaka kujua maana za maandishi na alama zingine zilizo kwenye mwamba huu. Zingine inashani. Kwa hivyo mtazamaji wetu, hapa ni Maragori. Haya ni mawe ambayo uhakika Yesu alikanyaga. Na tunajaribu sana kuuliza labda alikuwa anaishi huko. Maana vitu viko kwa huu mwamba vya ajabu. Haya ndio maji wanasema hayaishi. Haya maji hayajawahi isha. Hata iwake jua. Amevaa ukala. Hii wanasema alikuwa amevaa ukala. Unaona vidole tano. Ili vidole hii 1 2 3 4 5. Mguu huu ambao unaaminika na wenyeji kuwa kutositiri mguu ya mtu yeyote uliweza kumtoshea Nabii Asheri. Sasa hii mguu yangu imetoshea. Wewe uko na bahati. Yangu hebu kujuane. Imagine inaingia. Mimi yangu imeingia. Ama unajaribu iende juu. Yangu inatoshea. Kanyaga. Iko sawa. Hii ni vidole. Ukiangalia vidole zangu hapo mbele ziko na vidole. Hii ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho. Lakini yangu naona ni kama imetoshea. Imetoshea. Yangu imetoshea. So ni kama Yesu alinituma itoshe. Alichukua fursa ya kuomba kwenye mwamba huu ili Mungu aweze kumfunulia maandishi yale yanamaanisha nini katika kiroho. Na Mungu ambaye amenituma nimefika kwa huu mwamba. Kweli hayo yote ambayo nimeona, nimeshuhudia. Huyu ni dada mwenye hapa ambaye ametueleza zaidi. Huu mwamba watu wamekosa kuelewa inaweza wasaidiaje. Lakini mimi Mungu alinituma kwa ajili ya huu mwamba. Nina imani na naweza pata suluhisho ya mwanadamu kwa huu mwamba. Baada ya maombi haya, basi Roho wa Mungu aliweza kumweleza maana ya maandishi haya. Maandishi yanasema wana macho hawataona. Wana macho hawataona. Wana masikio hawatasikia. Wana midomo
hawataongea, asema Bwana. Hakuna mtu ashaijua. Hiyo ndio sauti Roho Mungu aliniambia nilipoketi chini. Nikamwambia Baba, na nisiwe kama yule. Akasema wengi wamekuja hapa kusoma, niliwafunga nisiwanenee, hawakuelewa. Lakini kwa sababu umekuja na ushuhuda na kutambua na utiivu, Baba ni Asheri pekee yake amenenewa. Baadaye aliweza kuweka silaha ambazo anaamini kuwa watu ama waumini wa kanisa lake wakitumia hakuna kitakacho wadhuru. Yani ni silaha tosha. Maana kuweka kwa hii jiwe vitambaa za red, ile jeneza itapigania vile maandiko yanasema waweke vitambaa katika milango zao na madirisha. Yeyote anayetumia mtu kifo kimrudie mwenyewe. Yeyote anayetumia watu kifo, ajali, magonjwa, mtu aishi kwa kitanda miaka mingi, nitatumia hili jeneza ambalo ni la mwamba, nitaweka vitambaa na nitaviombea na virudia mwenyewe. Nitachukua hii divai, hii ni ngao iko hapa, nitaweka hapa ni ngao kwa sababu ni damu ya Yesu Kristo. Vitambaa vyeupe na vyekundu, divai na mafuta ya upako, vyote viliwekwa kwenye mwamba huu na akaweza kuviombea. Baba wetu wa mbinguni uishie mfalme, ulisema mahali ulipokanyaga uliwacha alama. Yes, na kama uliwacha alama, basi pokea hivi vifaa ambavyo unavileta mbele zako. Ya kwamba yote anayetumia aliye na magonjwa yasiyo na tiba, divai apone, ambayo inaaminika kuponya ugonjwa wa ukimwi na maradhi mengine, iliwekwa kwenye ngao hii ili izidi kuwa na nguvu zaidi. Baba wetu wa mbinguni, hii ni divai ambayo Bwana ulisidhihirisha kwa haki. Babu, umenishuhudia ni ngao ya mwanadamu wanaogonjeka magonjwa yasiyo na tiba. Watakaoitumia mfalme wabarikiwe, wapone, si kesho, wapone leo. Bahasha za fungu la 10 la washirika wa kanisa la Edeni zote ziliwekwa hapa na kuziombea ili Mungu wazidi kukinga kazi ya wanaotoa fungu la 10 katika kanisa hili. Baba wangu wa mbinguni, asubuhi saa ya leo, Baba, ninakuomba kibali kikubwa cha neema. Saa hii asubuhi, mwendo huu wa saa 3, ninakabidhi hizi bahasha mbele zako. Baba, tazama watu wote wanaokutolea, njia zao zifunguliwe. Baba, maisha yao yawe protected. Nimeileta hapa kwa ajili ya ushuhuda. Ewe Bwana wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, utatenda kwa maana wewe ni Mungu. Asante ewe mfalme, kwako Yesu naamini nikiomba. Asheri pia aliweza kuweka vitambaa hivi vyekundu kwenye mwamba huu ulio na muundo wa jeneza na kuombea washirika wa kanisa lake ili mauti yasije yawapate na pia liwe kinga kwao. Jina la Yesu Kristo, anayesimama akituma mabaya juu ya nyumba yako, anatuma mabaya juu ya watoto wako, anatuma makaburi, anatuma vifo, leo hii natangaza mwamba huu kupitia vitambaa hivi vichukue neema ya hii madhabahu, vichukue neema ya hii jiwe. Yeyote atakaye kutupia kaburi limrudie mwenyewe, atakaye kutupia mabaya yamrudie mwenyewe. Leo hii nimekuja kutangaza vita juu ya maadui wanaosimama kinyume juu watoto wa watu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mafuta mwana wa Daudi, yasitoke alama kubwa kwa ajili Jehova ya hili ambalo liko mbele zangu. Ninabariki vitambaa hivi, Baba utavitakaza, Baba utavitakaza. Vitambaa vyeupe viliwekwa kwenye umbo hili la upanga. Amini yake ikiwa wote wanaohangaika kupata uzao watapata wafungapo kitambaa hiki tumboni mwao, na pia itakinga watoto wadogo. Si wanashukanga, wanashika hivi, wanashika, unaona zile nini wanawekanga, sasa watakuwa wanaweka hizi. Yani lazima tutetee watoto wetu. Huu ni upanga, huu ni upanga, hii ni handle. Na ninasema kitambaa hiki kiwe na cha upanga katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu wa mbinguni uishie, asante kwa maana mfariji nimekuja mfalme, na katika jina la Yesu
nikichukua alama hii ya haya madhabahu, nikiyatia katika vitambaa kwa alama ya moto. Baba Kristo mfalme, magonjwa, vita, mateso, chuki, laana yote na madhabahu ya shetani ambao Bwana yamefuata watu wako muda mwingi, watakapotumia vitambaa, watoto wadogo hawatashikwa na magonjwa yasiyo na tiba. Watu wazima hawatashikwa na magonjwa, wadada watapona, wadada watakombolewa, wala wazai watazaa, wala wana watoto watapata, wala wana kazi watapokea. Baba, tenda siku ya leo, kwa maana ninaombea saa hizi. Alimaliza kwa kuchota maji yanayoaminika ni ya uzima na kuhakikishia yeyote atakayetumia maji haya, magonjwa ya ngozi, vidonda na maradhi ambayo yameshindwa na madaktari yataisha. Hii nitakuwa na nawa mikono, alafu niende kunawisha wagonjwa. Ndio kuweka chumvi ndani kama Elijah, kama vile Elisha alifanya. Haya ni maji na chota. Wanasema ya maji hayapoteangi. Na nimekuja huku kubariki watu. Nimekuja kuwatafutia baraka. Haya maji naenda kunawisha wale watu ambao wanavimba miguu. Nitaenda kuiombea, niweke chumvi, niweke mafuta, ninawisha watu walio na ugonjwa wa skin disease, wanaovimba miguu, wanaumwa na vichwa, na watapona. Na watapona. Asante kutazama Fichuzi TV Kenya. Kumbuka kuacha alama ya subscription.